Mhubiri moja alikuwa na kanisa yenye inakuwa. Huo mhubiri mkubwa hapa Kenya. Kanisa yenye inakuwa. Mungu akalete wahubiri kadha wa kadha. Sasa among the preachers ambao walikuja kwa mkutano wake wa revival, mmoja ni mwanamke. Aliposimama kwa madhabahu aliongea maneno viwango ambao vilifanya huyo mhubiri wa hiyo kanisa akainuka na akalia na akakimbia akamhug. Alipomhug, bibi ya huyo pastor akamtandika mhubiri mgeni makofi. Akamwambia, wewe ufai kuja kwa hii kanisa. Hadi kwa sababu amemhug. Unajua hugging yenyewe nasema kuja ni kuhug. Kuja ni waonyeshe. Mbona uruhusu huyu akuje? Kwa hivyo ilikuwa ni aina hii. Hiyo ni mbaya. Kwa hubiri ni mbaya. Na hii kuja. Na hii ni mbaya. Halo, ni mbaya. Ni mbaya. Hiyo ni ama unasema hiyo ni mbaya. Hii ya pili. Mimi najua hii ya pili ni vizuri uhagi kama ni mke wako ama mume wako. Ndio vile unajua. Mimi najua. Anaongea habari zenye yeye anajua. Ama una hug mke kwa mke mwenzako ama mume kwa mume mwenzako. Mimi hivyo ndio najua. Hiyo ndio sawa. Nyinyi ambao mnasema hiyo ndio sawa, mlitoa wapi hiyo? Ama ni nini nawapa nguvu ya kusema hiyo ndio sawa? Kwa nini isiwe sawa kwa mwanamke ambaye hata si mke wako? Nataka tu nione ufahamu wenu yani. Sasa yule mwingine alikuwa ni mhubiri tu, lakini alifanya huyo mhubiri wa hiyo kanisa akaona, huyu mama amenipeleka mbali kweli. Mungu amemtumia viwango kiasi ya kwamba waje nimpe hug. Mke wa bishop akampiga. Na kutoka siku hiyo mpaka leo ni miaka kutoka it was 1996. Nafikiri 96. Around 96 97 mpaka leo hajawahi kwenda kwa hiyo kanisa kuhubiri. Sasa wakifa mbele ya Yesu wanapendana kweli? Unajua aina hiyo kureconcile ili warudi sawa ni huyo mama arudi kwa hiyo kanisa tena, hao wanahubiri hapo na huyo bishop hao anahubiri kwa huyo mama, ndio watakuwa wamepona. Lakini kama walibaki tu distance kwa hilo, kwa sababu hilo halikuwa na nia yoyote imefichika, ni yule mama tu aliona hii imepita viwango. Kuna watu unaweza wahag hivyo na hakuna shida, lakini kuna watu ukiwa hug namna hiyo umefungua mlango. Mombasa huko kuna mahali nihubiri Mombasa kanisa yetu, nikasema kiss your neighbor with a holy kiss. Kuna jamaa alikuwa anapenda kuwa hapo kanisani, anatafuta kwa mke wake, hapana, anatafuta wanawake wengine. Ndiye ana kiss. Nikisema kiss your neighbor with a holy kiss, ondoa vitu vya kidini hapa. Akakisi, anakisi. Kwa siku 2 3 unasikia huyo msichana anakuja kuniambia, naona huyo mtu alikuwa ananikatia. Kuna watu wako weak. Unaona hao wadada wanakuangalia mzee. Hao wadada wakapa. Ukiwaambia I love you, usiachie hapo. Mwambie I love you with the love of Christ. Hapo ndio atasettle. Ukimwambia saa hii hata hapa kwa madhabahu tu, you know sister I love you, alafu wache hivyo, hii mahubiri yote watasahau. Watabeba hiyo neno, ataenda nayo hiyo neno. Akilala atakuwa na waza, na apostle alikuwa ananiambia I love me.
Love me. Hiyo neno itamsumbua. Women are different with men. That's why nimekuambia, if you are a beautiful woman, kwa wanaume wa zaidi watatu, wewe uko na hatari. Unatakana kuwa beautiful kwa mwanaume mmoja tu. Mwanaume mmoja tu ndiye anakuangalia kuambia you are beautiful. Any man who tells another woman that you are beautiful, unafungua mlango wa adui. Hello? Na tuende katika viwango vya kukua, tujue maana ya maisha na kusudi la kuishi, tutoke katika mawazo ya damu yaliyochafuliwa. Unaona watu wawili wanaongea wamesimama, unafikiria huyu ni mipango tu mibaya wanapanga. Hapana, inaweza kuwa hata ni mizuri ya kufaidisha. Sasa wewe waacha tu, amini tu kwamba huyo ndugu na huyo dada wameokoka. Na ile chochote wanaongea ni watu wazima. Unajua hata kama utawaangalia hivi utazuia, kama wakitaka kufanya kitu utawazuia. Si watu watafanya kulingana na nia zao. So sisi tuaminiane kwamba huyu ameokoka, huyu ameokoka. Amen. Na mtu awe na hofu ya Mungu. Tujue kwamba tumepewa karama hii kuishi kwa kusudi la kumtukuza Mungu na kujenga mwili wake na kusababisha kazi yake iende mbele. Hapo ndipo tutapata faida yetu wenyewe katika maisha ya ndoa zetu na jamii zetu. Somebody shout hallelujah. Shout hallelujah.